Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Je, umewahi kutatizwa na hofu maishani mwako? Je, unahisi kana kwamba imekuzuia kutekeleza kile unachotaka sana kutekeleza? Unajua tunaweza kukabiliana na hofu, lakini tunafanya hivyo kwa njia gani? Basi ni sharti uelewe kwamba hofu hujitokeza kama hisia. Huwa tunahisi hofu, lakini upasi kuishi kulingana na hisia zako. Unaweza kukabiliana vilivyo na hisia zako na uishi bila kutawaliwa nazo. Unaweza kusema kwa heri hofu, na unaweza kufanya hivyo leo. Pata kitabu changu cha Kuishi kwa Ujasiri, na naamini kitakusaidia sana. Baba, tunakushukuru kwa neno usiku wa leo, na nafikiri ni neno muhimu sana. Ni wakati wa kuyakabili mambo maishani mwetu na kuacha kuyakwepa. Na tunafahamu kwamba hayo ndiyo mapenzi yako. Unataka tukabiliane na mambo ya maisha yetu. Hutaki tuwe na hofu na kujificha kutokana nayo. Hutaki tuyatoroke. Unataka tukabiliane nayo vilivyo na tuyashinde. Na kwa hivyo naomba kwamba utayaweka mambo mioyoni mwa watu hapa ambayo wanafaa kukabiliana nayo, na kwamba ufanye kazi jioni hii ya leo ambayo ni wewe pekee unayoweza kufanya. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Nataka kuzungumza nanyi jioni ya leo kuhusu njia ambazo watu hutoroka matatizo yao. Jinsi tunavyokwepa mambo badala ya kuyakabili, kwa sababu ninaamini kwamba tunaishi wakati ambapo watu wengi katika jamii wanayatoroka mambo mengi, kuanzia majukumu yao hadi kukataa kuwajibika. Watu wanakwepa kazi za bidii, wanakwepa mambo magumu, wanajaribu kukwepa mahali pagumu, wanajaribu kukwepa watu wagumu, wanajaribu kukwepa kila aina ya uchungu. Si kwamba kuna yote anayependa uchungu, lakini daima kuna kiwango fulani cha uchungu katika kuwekwa uhuru. Watu wanazitoroka hata nafsi zao. Watu wengi hata hawajijui hao wenyewe. Wanatoroka ukweli wa mambo, wanatoroka maisha yao ya zamani, wanahofu kuhusu mustakabali wao. Lakini Biblia inatufunza kwamba Mungu anataka tuishi kwa ujasiri. Anataka tuwe na ujasiri na tusimame imara ndani yake, bila kuhofia chochote kile. Tujue kuwa yunasi, na kwa sababu hiyo tunaweza kukabiliana na kupambana na chochote tunachopaswa kukabiliana nacho maishani mwetu. Ukiamini hivyo, sema amen. Ninaamini kwamba badala ya kutoroka, lazima tujifunze kusimama imara na tuone ukombozi wa Mungu. Kuna jambo la kusisimua kuhusiana na kutoroka, na nitawaelezea kupitia mifano minne ya Biblia kuthibitisha kuwa unapotoroka jambo, Mungu atakurudisha pale pale ama kwa hali hiyo hiyo ili ukabiliane nayo, ndiposa upate uponyaji kikamilifu. Nadhani kuna watu wachache hapa ambao wamejipata katika hali hiyo, kwa sababu naona mnanielewa. Amen. Unajua, nilidhulumiwa kingono na babangu. Nilipotoka nyumbani nilifikiria kwamba hali hiyo ilikuwa imenipita, lakini nilikuja kugundua baadaye ilikuwa imeniandama. Na ilikuwa ndani ya nafsi yangu na sikutaka kuikabili. Ilikuwa uchungu, sikutaka kuisuluhisha. Kwa hivyo nilikuwa naikwepa, kwani sikutaka kamwe kukabiliana nayo. Sikutaka kuizungumzia, sikutaka kuomba kuhusu jambo hilo. Nilitaka tu kujifanya kwamba jambo hilo halikuwepo. Sijui wapo kuna chochote katika maisha yako ya zamani au kitu chochote ambacho Mungu anajaribu kukishughulikia ndani yako wakati huu, lakini umekuza mbinu mbalimbali za kujifanya kana kwamba jambo hilo haliko maishani mwako. Na ni kwa sababu hutaki kukabiliana nalo. Acha nikueleze jambo. Kufagia uchafu chini ya zulia kwa hakika ni jambo hatari sana. Eti kwa sababu umeamua hutaliangazia, hiyo imaanishi kuwa jambo hilo halipo. Na Mungu ametupa upako ili tukabiliane na mambo na sio kuyatoroka. Hatimaye, na sipendekezi kwamba mtu afanye kama vile Mungu alivyoniongoza nifanye. Ninachopendekeza ni kwamba ufanye chochote unachoongozwa kufanya na Mungu. Wacha nirudie hiyo tena. Huhitaji kufanya kile Mungu aliniongoza kufanya, lakini unahitaji kufanya kile Mungu anakuongoza ufanye. Na hakika yeye hutuongoza kwa njia tofauti. Kwa hivyo, nilikuwa naomba siku moja, nikahisi kana kwamba akininenea moyoni mwangu, muda haujawadia, lakini wakati utafika ambapo utakwenda
kwa babako umkabili kuhusiana na yale aliyokutendea. Ikiwa unajua chochote kuhusu dhuluma za kingono kutokana na kutazama vipindi vya runinga, au kwa sababu umetendewa kitendo hicho, au kwa kujua yote ambaye ameathiriwa nacho, kitendo hicho hutekelezwa kwa msingi wa siri hii mbaya kabisa, kwamba usimwambie mtu yeyote, usimwambie mamako, usimjulishe mtu yeyote. Anayetenda uovu huu anakuambia ni jambo zuri, lakini vile vile anakuambia ulifiche. Ni kinaya na wala haina maana. Kwa hivyo niliishi maisha yangu yote nikificha alichonitendea. Niliogopa kumjulisha yeyote, na mtu wa pekee niliyepaswa kumkabili juu ya tatizo hilo ni babangu. Nakumbuka wakati mmoja nikimwandikia barua kumjulisha jinsi yale aliyonitendea yalinifanya nihisi. Nilitumbukia ndani ya shida zaidi, nikaadhibiwa, na hivyo nikawa na hofu hata kujaribu kumwambia chochote tena. Mojawapo ya mambo yaliyonikera zaidi ni kulazimishwa kujifanya napenda mambo fulani ambayo kwa hakika niliyachukia na kuyadharau. Ilikuwa ni hali ya kudhibitiwa kwa hila kwa njia mbaya kabisa. Kwa hivyo Mungu aliponiambia kuwa lazima ningeenda nimkabili na nizungumze naye kuhusiana na yale aliyonitendea na jinsi yalivyoniathiri, wazo hilo lilinitia hofu na lilikuwa ni jambo nisiloweza kulifanya kamwe. Hakika nilifurahi siku ile Mungu aliponenea moyoni na akasema, muda si sasa, lakini utawadia. Na pengine niwaambie tu hivi usiku wa leo, pengine Mungu anataka tu ujitayarishe angalau kiakili kuwa tayari kukabiliana na mambo unayostahili kukabiliana nayo ili uwe sawa. Ukweli ni kwamba huwezi kutoroka mambo ujifiche kutokana nayo na bado upate uponyaji. Wajua, huenda ikawa ni dhambi uliofanya maishani mwako unayopaswa kuikabili. Huenda ni kurudi nyuma na kufanya maridhiano na mtu uliyemkosea sana na kumsababishia uchungu. Pengine ni mtu maishani mwako ambaye alikuhangaisha na bado anaishi kwa mtazamo wa kutojali maovu aliyokutendea, na pengine kwa manufaa ya watu hao unapaswa kurudi nyuma kwa njia ya upendo, uketi chini na hao, kisha uwakabili, uwafahamishe waliokutendea na walivyokufanya uhisi. Wakati mwingine huwezi kupona bila hayo. Natambua kuwa nyinyi nyote hamukudhulumiwa jinsi nilivyodhulumiwa au jinsi wengine wetu hapa ndani walivyodhulumiwa. Lakini wacha niwaeleze, naamini kwamba ninachoenda kuambia usiku wa leo kinahusu kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine. Hata wale ambao wamekubali kudhibitiwa kwa hila na watu wengine kwa hofu ya kutowaghadhabisha watu hao. Usimwache mtu yeyote aibe maisha yako kwa kuwa unaogopa kumkabili na kusema, hakika huna haki ya kunidhibiti kwa hila, wala sitakuruhusu uendelee hivi. Jamani, mtu aseme amen. Namaanisha kuwa tunataka kujiweka chini ya mamlaka ya Mungu na kunyenyekea, na hilo halimaanishi kuwa mtu wa kudhibiti kwa hila na hata aishi maisha yako kwa niaba yako. Tunapaswa kumpendeza Mungu na wala sio binadamu. Kwa hivyo nafuraha kwamba Mungu hakuniruhusu kumkabili babangu wakati ule, kwa kuwa nilihisi sikuwa tayari. Lakini sikumbuki ni muda gani ulipita, pengine miaka kadhaa, na siku moja nilikuwa naomba, na katikati ya maombi nilimsikia Roho Mtakatifu akisema, wakati umewadia. Jamani, basi nilitetemeka sana kwa hofu, lakini Dave aliandamana nami, nikaenda nikaketi mbele ya babangu. Bila shaka mamangu alikuwa ndani ya nyumba, na nilikuwa na shaka sana kuhusu mambo ambayo angemtendekea, kwa sababu alishapatwa na kiwewe kwa ajili ya matatizo yake pamoja na kutokabili mambo ambayo alikuwa anaendelea nyumbani kwetu. Sikutaka kumfanya awe mgonjwa tena, nikaamua kumkinga mama ambaye hakunikinga. Ni jambo la ajabu, au sio? Jinsi waweza jiingiza katika kizungumkuti kama hiyo. Unajua, najaribu kumkinga naye hakuwahi kunikinga. Kwa hivyo lilikuwa tukio la kuogofya sana, lakini nakumbuka nikimwambia babangu, tunapaswa kuzungumzia mambo ulionitendea. Alikasirika sana, akaanza kunirushia cheche za maneno. Alisema, wajua, ulitaka niyafanye na hili na lile. Nilisema, huo ni upuzi. Ulinidhibiti kwa hofu na nilichukia kila kitu ulichonifanyia. Kwa hivyo nikamwambia tu kuwa ulichonifanyia kimeniumiza sana, kimenisababishia matatizo maishani mwangu na hakikuwa chema, na nilitaka tu kukuambia jinsi ninavyohisi kuhusu jambo hilo. Nilimfanyia hivyo kwa sababu nampenda Mungu. Nilikuwa tayari kumsamehe, lakini nilitaka kabiliana na jambo hilo ili naye apate uponyaji badala ya kulikwepa na kujificha. Wajua, sikumaliza jambo hilo jinsi ningependa kulimaliza, lakini nilimtii Mungu na mlango wa uhuru ukafunguka
ambao haungefunguka kama ningekubali kuendelea kudhibitiwa na hofu ya mwanadamu. Mungu hana furaha nasi tunapomwogopa binadamu badala ya kumcha na kumwogopa yeye. Sisemi tuwe na hofu kwa Mungu, lakini tunapaswa kufahamu kwamba Mungu asemapo wakati umewadia kukabili jambo, basi huo ndio wakati wa kulikabili, na maisha yetu hayatakuwa sawa tusipofanya hivyo. Nilisema hili asubuhi ya leo na bado nitalisema tena. Kwa wengi wenu, naja na neno la kinabii nikiwaambia wakati ni sasa. Wakati umewadia wa kutoa uchafu chini ya zulia ulipoyafagia. Hupaswi kuficha mambo yako. Ni vyema kukabiliana na mambo hayo, kwa sababu usipofanya hivyo yatakabiliana nawe, yatachukua furaha yako na kuzidi kukita mizizi ndani yako na kukusababishia matatizo si haba. Hatutaki kutoroka na kujificha kutokana na chochote, hata liwe ni jambo dogo kama kuondoa vitu usivyohitaji kutoka kwa kabati yako au kupanga nyumba yako iliyovurugika. Tuache kuona kwamba tutalemewa na mambo yote, na tufahamu sisi ni nani katika Kristo, kwamba yeye ni Imanueli, Mungu pamoja nasi, kwamba yu ndani yetu na aliye mkuu anaishi ndani yetu. Tusiimbe tu nyimbo kuhusu jambo hilo, tuishi hivyo jamani. Amen. Basi niligundua kuwa Mungu alinifanya nirudi nyuma na nikabili mambo fulani kabla sijapata uponyaji na kuendelea mbele. Nilikuwa pia na wakati mgumu na watu wenye utu kama wa babangu. Iwapo ulilelewa na mtu mwenye tabia kama za babangu na alikudhulumu sana, waweza kuwa na mtazamo sawa na ule niliokuwa nao kwa watu wa aina hiyo. Mamangu alikuwa mdhaifu kiasi kwamba hangeweza kumkabili babangu, ingawa alikuwa anajua kile alichokuwa anakifanya. Kwa hivyo nilikuwa nikichukia udhaifu, na maanisha nilidharau udhaifu. Sikutaka kumsikia mtu akisema karibu nami, siwezi, ni ngumu sana. Ningekasirika sana nisiweze kustahimili matamshi hayo. Nikawa mmoja wa watu wa kusema, Bwana asifiwe, lazima nifanye chochote nitakacho. Hilo lilinifaa sana, kwa kuwa lilinisaidia kuendelea na hata kuyafanya mambo mengi ambayo nayafanya leo. Lakini sikutaka mtazamo huu nidhibiti kupita kiasi na kunifanya nitake kila mtu duniani kuwa kama mimi na kuwadharau watu wadhaifu. Nilikuwa na shida sana na tabia za babangu na watu wenye hulka kama yake. Nilikuwa na njia mbili za kukabiliana na watu. Nilitangamana na mtu ambaye ningeweza kumdhibiti kikamilifu, au nilipopatana na mtu mwenye nguvu zaidi, ningenyenyekea kama nilivyofanya chini ya mamlaka ya babangu na kukubali kudhibitiwa naye. Na hiyo si njia nzuri ya kuishi. Tunafaa kuwa huru, kuwa jinsi tunavyotaka kuwa, tuwe kama Mungu alivyotuumba, tufanye maamuzi yetu wenyewe, tuishi maisha yetu, tuishi kumpendeza Mungu na sio kwa kudhibitiwa kwa hila na maisha yetu ya zamani na watu wa maisha yetu ya zamani. Amen. Haijalishi kitendo ulichotendewa, hustahili kusononeka maisha yako yote. Kwa hivyo, wakati unapotoroka jambo, hatimaye Mungu atakulazimisha kurudi na kulikabili. Musa, Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 22. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Unaona, Mungu alikuwa akimtayarisha kwa yale atakayoyatekeleza miaka mingi baadaye. Wengine wenu wakati huu mnaweza kufikiria kwamba mnachokifanya hakina manufaa kwa sababu mna ndoto ya kufanya kitu kingine. Lakini kila kitu tunachokifanya ni sehemu ya kile tutakachokifanya baadaye. Amen. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli, kuwasaidia na kuwatunza. Alikuwa na hamu ya kuwasaidia watu. Hilo lilikuwa jambo zuri. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Mmisri. Alidhani kwamba, naupenda sana mstari huu na nitawaelezea zaidi kesho kwa nini naupenda sana. Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, akichukulia kwamba ni dhahiri kuwa wangemkubali, lakini hawakufahamu.
Mungu aliponiita kwenye huduma, nilifikiria kwamba kila mtu atanipigia makofi na kunishangilia, lakini haikuwa hivyo. Hawakuelewa, hawakusisimuka, na nilipata kinyume ya kile nilitarajia kutoka kwa watu. Je, wewe hupata kinyume cha mambo unayoyatarajia kutoka kwa watu? Unajua nini? Mungu hataki tufanye uamuzi wetu kulingana na kama tutawapendeza watu. Anataka tufanye vile tunavyofanya kwa sababu tunaamini hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Ni wakati wa watu kusimama imara na kuwa na ujasiri ndani ya Mungu na kuacha kudhibitiwa kwa hila na maoni ya wengi. Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha akisema, enyi bwana zangu, nyinyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe, Musa akamsukumia mbali akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua Mmisri jana? Mstari wa 29. Musa akakimbia kwa neno hilo. Hiyo inamaanisha alitoroka, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Hata miaka 40 ilipotimia, kumaanisha kwamba alikuwa na miaka 80 sasa. Jamani, kutoroka kunaweza kupoteza wakati mwingi. Malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa. Sasa utagundua katika mambo manne nitakayokupa jioni ya leo kwamba kila wakati watu hao walipotoroka waliishia jangwani. Je, tuko pamoja usiku wa leo? Jangwani ni mahali pakavu penye mafadhaiko na ni pabaya. Hupendezwi na chochote kuhusu maisha yako, na hali hiyo inasababisha kila aina ya matatizo, kwa sababu kama hupendi unachokifanya, kwa njia fulani utatafuta njia ya kujitetea kwa vijisababu au kwa kumlaumu mtu mwingine, na tunajipata katika matatizo chungu nzima na hatujui njia ya kujiondoa kutoka kwa matatizo hayo. Hata miaka 40 ilipotimia na alikuwa na miaka 80 sasa, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai katika mwali wa moto kijitini. Musa alipouona akastajabia maono yale. Alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, sasa hii ni nzuri. Mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Mstari wa 34. Yamkini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Sasa tazama hapa, basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Jameni, shangwe na vifijo. Sikilizeni, tutakuwaje huru kutoka kwa kitu chochote iwapo tunakitoroka? Tutakuwaje huru kutokana kwa jambo ikiwa tunachotumaini ni kwamba tusiwahi kukabiliana na jambo hilo tena? Kama hilo ndilo lengo letu, kutokabiliana na lolote tena, ninakuhakikishia kwamba shetani atahakikisha kwamba daima jambo hilo litakutatiza. Njia ya kipekee ya kufikia mahali ambapo uogopi chochote ni kukabiliana na mambo. Njia ya kipekee ya kuondoa hofu ni kukabiliana nayo. Kukabiliana nayo. Unahitaji kujifunza kufanya mambo hata kama unahisi hofu. Nilipoketi mbele ya babangu nilikuwa na hofu sana, nilikuwa natetemeka, nilikuwa na wasiwasi. Hata hivyo, singelitatua jambo hilo bila kulikabili. Njia ya kipekee ya kujiweka huru ni kukabiliana na mambo. Ukweli utakuweka huru, lakini ukweli lazima utumike katika maisha yako ili ukuweke huru. Musa alikimbia kutoka Misri na Mungu akamrejesha Misri. Mwanzo sura ya 16 mstari wa 8 na 9. Sasa najua wengine wenu mna mawazo mengi na mnajiuliza, hii itaninufaishaje? Nina uhakika Mungu atawaonyesha. Kusema ukweli, nafikiri kuna watu wengine wanaotatizwa na mambo yaliyofichika ndani kabisa ya nafsi zao. Yamekita mizizi, yanawaumiza na kuwasababia uchungu, lakini hata hawatambui kwamba mambo hayo ni tatizo maishani mwao. Mwanzo sura ya 16 mstari wa 8 hadi 9. Unajua, hii ni hali ambapo
Mungu alikuwa amewaahidi Ibrahimu na Sarai kwamba angewapa mtoto, lakini Sarai hakuwa anashika mimba. Miaka mingi ilikuwa imepita na Sarai alifadhaika sana, basi akawa na wazo bunifu lakini ya kimwili kabisa kwamba amtoe mjakazi wake Hajiri awe kama mke wa mume wake. Ungetarajia kwamba mwanamke yote awe na hekima ya kutosha ya kutofanya hivyo, lakini Sarai alikuwa tofauti. Naye Hajiri akapata mimba, na alipoona ya kwamba amepata mimba akaanza kumdharau Sara. Ingekuwa ni wakati huu, kana kwamba anasema, nina mimba na wewe huna. Kwa hivyo ikafikia wakati ambapo Sara hakumtaka Hajiri awepo huko. Kwa hivyo Ibrahimu akamfukuza. Sara alikabiliana naye kwa kumtesa. Hajiri akakimbia. Mstari wa 6 unasema Hajiri akakimbia kutoka mbele yake. Mstari wa 7, malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi iliyoko wapi? Wapi? Katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi na unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Sikiliza Mungu alivyomwambia. Hakumwambia naelewa, kimbia kabisa. Inasema malaika wa Bwana akamwambia, rudi. Aha. Rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Sasa hicho ni kitu cha aina gani? Mwanamke huyo alikuwa anamtesa, akakimbia, jambo linaloonekana kuwa ni la busara. Hebu niwaeleze, eti kwa sababu unataka kuondoka mahali ambapo unahisi hapakufai, hiyo haimaanishi kwamba Mungu anataka uondoke hapo. Naona sasa tuko pamoja. Hata hivyo kuna wakati wa kuondoka mahali, lakini si wakati unapohisi kuondoka, ni wakati Mungu anapokufanya uondoke. Mungu alimwambia Ibrahimu aondoke. Ondoka mahali ulipo, uache familia yako na jamaa zako na uende mahali nitakapokuonyesha. Wote walikuwa wanaabudu sanamu, na Mungu hangefanya chochote na Ibrahimu hadi alipoondoka kutoka kwenye ushawishi wao. Mungu anaweza kukwambia uwaondokee marafiki wasiomjua Mungu. Anaweza kukwambia uondoke mahali pa kazi ambapo wanakulazimisha kufanya dhambi. Lakini wakati mwingine huwa tunaondoka mahali kwa sababu tunahisi kwamba hatutendewi haki. Pengine Mungu anataka sasa tujifunze namna ya kukabiliana na baadhi ya mambo hayo, na ametuweka mahali tulipo sasa kwa sababu hiyo. Nilimfanyia kazi mtu mwingine katika huduma kwa miaka 5 na sikuhisi kana kwamba nilitendewa haki. Ilikuwa ngumu, hakika ilikuwa ngumu, nawaambia ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa miongoni mwa mambo magumu zaidi kufanya maishani mwangu, kujizuia kusema kama ilivyokuwa kawaida yangu, naondoka mahali hapa. Lakini unajua hilo lingekuwa rahisi. Na kwa mara nyingine tena ningemuondokea mtu mwingine mwenye tabia kama za babangu. Ningejishughulikia mwenyewe badala ya kusubiri Mungu anishughulikie. Tuko pamoja? Na nilijua ndani kabisa ya moyo wangu kwamba Mungu hakutaka niondoke wakati huo. Eti kwa sababu unataka kufanya jambo haimaanishi kwamba utalifanya tu kama unavyotaka. Je, nahitaji kurudia tena? Eti kwa sababu unataka kufanya jambo haimaanishi kwamba utalifanya tu kama unavyotaka. Ikiwa kweli utajinyenyekeza kwa Mungu, unafikiri ilikuwa rahisi kwa Dave kukaa na mimi miaka michache ya kwanza ya ndoa yetu? Haikuwa rahisi. Na sidhani kwamba Dave aliwahi kuwazia kuondoka, lakini hatimaye aliweza kuniambia, ukiendelea na hizo tabia zako, sina uhakika ni nini kitatokea. Na nikana kwamba Dave alikuwa anasema, naweza kuondoka iwapo hali hii itaendelea. Nilijua kwamba Dave hakuwa mtu wa kutoa vitisho. Alinioa kwa sababu alihisi moyoni mwake kwamba alitakiwa kufanya hivyo, na alikuwa na nia ya kudumisha
ndoa yetu mpaka mwisho. Na naamini kwamba wakati mwingine Mungu atachukua Mkristo aliyekomaa na kumweka pamoja na mtu aliyevunjika moyo na anayehitaji usaidizi. Ndiyo, najua wengine wenu mnashangaa na mnasema, oh. Katika jamii yetu ya wakati huu tumekuwa waraibu wa faraja. Biblia inasema tumtumikie Mungu haijalishi kama inatufaa au la, wakati wa faraja na wakati usio wa faraja, wakati wa msimu mzuri na wakati wa msimu mbaya. Basi Musa akakimbia na Mungu akamrejesha. Hajiri alikimbia na Mungu akamwambia rudi. Sasa na Eliya, je, sitachukua muda sana kupitia sehemu hadithi hizo zote kwa sababu nina ujumbe wenye sehemu 6 na sijagusia hata sehemu ya kwanza. Eliya alitoroka kwa ajili ya Yezebeli. Akatorokea jangwani. Alifadhaika, aliketi chini ya mti uitwao mretemu. Akatamani kufa. Malaika alikuja na kumhudumia na mwishowe akaenda na kusimama ndani ya pango. Hatimaye akaisikia sauti ya Mungu, sauti ndogo tulivu. Ni kifungu cha ajabu kukisoma katika Biblia Amplified. Mungu akamuuliza, unafanya nini hapa Eliya? Ikiwa uko katika hali ngumu na unachofanya ni kuketi tu na kujionea huruma siku nenda siku rudi, kwa sababu hauko mahali unapotazamia kuwa, pengine Mungu anakunenea jioni ya leo, unafanya nini? Popote ambapo Mungu ametuweka, atatupa neema ya kuwa hapo na tuwe na mtazamo mzuri. Nimesema popote ambapo Mungu ametuweka, atatupa neema ya kuwa hapo na tutakuwa na mtazamo mzuri wa kumcha Mungu. Huwezi kutambua tunda lililoko ndani yako mpaka lifinyangwe. Unaweza kwenda semina zote unazotaka kuhusu matunda ya Roho na uimbe nyimbo kuhusu upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi, lakini huwezi kujua kama unaweza kutenda kulingana na tunda la Roho au la hadi mtu anapokusukuma. Kwa hivyo usifikirie kwamba Mungu hata kuruhusu uingie katika matatizo, kwa sababu pamoja na kukuruhusu pia atakuongoza kuingia huko. Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu nyikani kujaribiwa na Shetani kwa siku 40 mchana na usiku. Hakutangatanga huko kwa sababu alikuwa amepotea. Roho Mtakatifu alimuongoza huko ili akajaribiwe. Alihitajika kukabiliana na Shetani na kumfahamisha kuwa hangempa Shetani fursa ya kumshinda. Daudi katika umri wake mdogo alilazimika kumkabili Goliathi kabla ya kuwa mfalme. Hebu niwaeleze jambo, haijalishi aina ya upako ulio juu ya maisha yako au wito uliopewa au aina ya baraka Mungu alizokuhifadhia, ikiwa bado unayatoroka mambo, hutawahi kuvishwa taji. Nililazimika kumkabili babangu pamoja na mengine mengi ili niweze kusimama hapa usiku wa leo. Sasa unajua, kama ulidhulumiwa na yeyote, sisemi kwamba unafaa kwenda kuketi nao na ukabiliane naye kwa kumzoma. Huenda Mungu anakuhimiza mkabili mtu fulani, lakini usifanye hivyo kwa sababu nimekusimulia kisa changu. Hakikisha umesikia kutoka kwa Mungu kila anachokuhitaji kufanya. Mungu hawashughulikii watu wote kwa njia sawa, na kwa hakika huenda lisiwe jambo la busara kwako kufanya hivyo. Lakini kwa njia yoyote utakayotumia, ni sharti ukabiliane na tatizo lako, hata kama ni kwa kuketi na kuzungumza kwa kina na rafiki wa karibu kuhusiana na yaliyokutendekea na ulivyohisi kuyahusu, na useme, nahitaji kushinda jambo hili. Nahitaji kulikabili jambo hili na kulitatua. Unafanya nini hapa? Kwa mara ya pili akasema, unafanya nini hapa? Na unaposoma Wafalme wa Kwanza sura 19, Mungu alimwambia, inuka utoke hapo pangoni, urudi ulikotoka, rudi kazini, ukamtie mafuta nabii mpya, ukamtie mafuta mfalme mpya. Na napenda alichosema, alimwambia amtie mafuta Elisha achukue nafasi yake. Sijui kama Elia alifurahia jambo hilo. Kando na kwamba nakutaka urudi kazini Joyce, na uache kujionea huruma, nataka pia uanze kuwashauri wengine watakaochukua nafasi yako utakapokuwa haupo tena. Asante Bwana. Jambo hilo limenifurahisha sana.
Na sasa jamani, naiona je? Ndiyo. Hiyo ilikuwa safari na nusu. Lazima tusome hiyo. Yona sura ya kwanza. Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka, hiyo inamaanisha kukimbia, akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana kama nabii wake. Sasa ukitazama kwenye ramani, Tarshishi ni upande mwingine tofauti kabisa na kule Mungu alikomtuma. Ni jambo la kushangaza idadi ya watu ambao huenda wanatorokea upande tofauti kabisa na mapenzi ya Mungu. Kwa hakika nahisi upako wa kuzungumza na watazamaji wangu wa runinga sasa hivi kwa dakika chache. Usifikiri sijui kwamba uko hapo. Sizungumzi tu na watu walio katika chumba hiki. Sijui ni wangapi kati yenu mnaojua kwa kweli kwamba ndani yenu kuna kitu ambacho Mungu amewataka mfanye. Pengine kuna mwito wa Mungu katika maisha yako, lakini umeamua ni heri uwe katika biashara. Sasa unajua nini? Hutafanikiwa. Ikiwa unamtoroka Mungu na unakwepa mapenzi yake kwa maisha yako, basi ni bora uachane na mipango yako mapema. Na unaweza kujiepusha na kupoteza muda mwingi nyikani, au kama Yona, muda mwingi kwenye tumbo la samaki mkubwa. Ni jambo la kushangaza sana kwamba alimtoroka Mungu. Na mstari wa 17 mlango wa kwanza inasema, Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona. Naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule kwa muda wa siku 3, mchana na usiku. Sasa mlango wa pili inatuambia kuhusu aliyoyapitia ndani ya tumbo la yule samaki mkubwa. Magugu ya majini yakiwa yamemfunga kichwani na mawimbi yakipiga, yani ilikuwa tu, hebu fikiria kuhusu uvundo na uchafu huo. Mwishowe alipoomba, yule samaki akamtapika. Mlango wa 3 mstari wa kwanza. Basi neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi. Haijalishi itachukua samaki wangapi. Tuko pamoja. Mungu hatabadili mawazo yake. Jamani, hebu tuende pamoja usiku wa leo. Sijui ni samaki wangapi walionimeza kabla hatimaye niseme Mungu ni Mungu na nitafanya mambo kwa njia yake. Ni siku ngapi nilizopoteza nyikani? Ni milima mingapi niliyozunguka kabla hatimaye nigundue kwamba Mungu ana hekima kuniliko. Amen, amen na amen. Sasa hebu tuzungumzie baadhi ya njia ambazo tunatumia kuyatoroka matatizo yetu. Mambo madogo madogo ambayo labda kila mtu huhusika nayo, lakini hatuyatazami kama yalivyo. Kwa hivyo tunataka kupata usiku wa leo. Njia mojawapo ambayo tunatumia kutoroka matatizo yetu ni kutoa vijisababu. Aha. Luka 14:18. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Ninayoipenda zaidi ni hii. Mwingine akasema, nimeoa mke. Na kwa hiyo siwezi kuja. Tafadhali unisamehe. Sasa unajua, kwa kweli, hebu niseme hili, baadhi yenu huenda msilitilie maanani, lakini watu wengi hutoa kijisababu kwamba wana familia na hivyo hawawezi kumfanyia Mungu chochote. Haya, hebu niwaulize swali. Wakati Yesu alipowaita wanafunzi wake na wakaacha yote waliokuwa wakiyafanya ili wamfuate, unafikiri kunao waliokuwa na familia? Petero alikuwa na mama mkwe, kwa hivyo alikuwa na mke. Na inawezekana kwamba alikuwa na watoto.
Ni nani alisema huwezi ukamtumikia Mungu kama una familia? Si kwamba upuuze familia yako ili ushiriki katika huduma fulani, lakini kuna kitu ambacho Mungu anataka kila mtu afanye. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu anataka akifanye. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu anataka akifanye. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu anataka akifanye. Kwa hivyo, utatoa kijisababu gani? Eti sitaki kuhusika na chochote kanisani. Wajua, wakati mmoja nilifanya hivyo na nikaumia. Aww. Sikiliza, nimeumia sana kanisani kiasi kwamba nilifikiri kwamba singeweza kamwe kupona. Usifikiri kwamba kwa sababu unaenda kanisani hiyo inamaanisha hutaumia. Baadhi ya watu wenye roho mbaya zaidi duniani wako kanisani. Kitu tunachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba hatumo miongoni mwao. Amen. Kijisababu chako ni kipi? Je, wajua hata si kuanzisha huduma hii nilianza kwa kufundisha Biblia nyumbani nilipokuwa na umri wa miaka 36 nafikiri. Halafu nikafanya hivyo kwa muda wa miaka 5. Kisha nikafanya kazi ndani ya kanisa kwa muda. Si kuanza huduma hii hadi nilipofikia umri wa miaka 42. Si kuanza kabla ya wakati huo. Na nilikuwa na watoto 4, vijana 3 na mtoto mchanga. Kwa hivyo usiniambie kuwa huwezi kumfanyia Mungu chochote kwa sababu una mume au una mke au una watoto au una majukumu au kwa sababu uko peke yako. Amen. Kuwa peke yako pia ni vizuri. Hata huenda ikawa vizuri zaidi. Eti sina yeyote wa kunisaidia. Pengine baada ya kuoa nitamtumikia Mungu. Pengine watoto wangu watakapokuwa watu wazima nitamtumikia Mungu. Wacha nikwambie tu kwamba hakuna kijisababu chochote kitakachokubaliwa na Mungu. Ni mgumu sana, au umri wangu bado mdogo, au mimi ni mzee, au sina kiwango cha elimu kinachofaa. Wagalatia 5:13. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Kila mtu aseme kwa sauti, niko huru. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili kwa ajili ya ubinafsi. Nimechoka sana kusikia watu wakipiga kelele kwa ajili ya haki zao. Hebu niwaulize swali. Je, ni wakati upi haki zako zinazingatiwa? Je, ni wakati upi inapokuwa sawa kwa haki zangu kutozingatiwa? Amen. Samahani, lakini sielewi swala hili barabara. Ni kana kwamba leo hii kila mtu ana haki isipokuwa Kristo. Huo ni upuzi. Niko huru kufanya nitakacho. Ni sawa, mradi hauumizi mtu mwingine. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Tunatenda matendo yasiyomcha Mungu na tunajitetea kwa kutoa vijisababu. Tunatoa vijisababu kwa kukosa ukomavu wa kiroho. Basi nimechoka, sihisi vizuri, nina hasira jioni ya leo kwa sababu sihisi vizuri. Nina hasira jioni ya leo na sipatani na watu kwa sababu nimekuwa na siku mbaya kazini. Sawa, nitaendelea kwa jambo linalofuata. Ukweli ni kwamba vijisababu ni sababu zenye uongo ndani yake. Njia ya pili tunayotumia kuepuka kuwajibikia katika tabia zetu ni kuwalaumu watu wengine. Ni kosa lako ndipo nikachelewa kazini. Kama hungenipigia simu hiyo singechelewa, sawa? Na je, usingejibu simu hiyo?
na uamke mapema zaidi kila siku, je, na hiyo itakuhitaji kulala mapema zaidi au kufanya matayarisho fulani usiku unaotangulia, sio kutoa vijisababu kila siku, siku baada ya nyingine, kwa kuchelewa kule uendako. Waona, iwapo una shida ya kuchelewa kila mahali uendako, bila shaka hiyo ni shida na inahitaji ishughulikiwe, kwa sababu si sawa kwa wenzako kuwa tu wakikungojea kila mara. Lakini unapozidi kujitetea kwa kutoa vijisababu, hutawahi kuwa huru kutokana na tatizo hilo. Na imani nyinyi mlio hapa bado mtanipenda hata nitakapomaliza usiku wa leo. Sasa sina muda wa kuzingatia vifungu hivi vyote, lakini Adamu na Hawa, Mungu alimuumba mwanamume kwanza na akamshauri Adamu asile tunda lile alilokatazwa. Kisha akamuumbia mwanamke, kwa sababu ilikuwa dhahiri kuwa mwanamume huyo hangefaulu peke yake. Alisema, si jambo zuri mtu huyu kukaa peke yake. Nahitaji kumpa msaidizi. Sasa utapata nini kingine kutokana na hilo? Unajua, kisha Adamu akaanza kuwapa wanyama majina. Akamwacha Hawa nyumbani akabiliane na Shetani. Hayo yote yako katika hadithi hiyo. Wacha niwaambie, kama wakati huo kungekuwa na mchezo wa gofu, angekuwa nje akicheza. Nina hakika alipokuwa akirudi nyumbani kutoka ziara ya kuwapa wanyama majina, aliita na kusema, "Tola nini kama chakula cha jioni? Je, kinaweza kuwa tayari nifikapo nyumbani?" Na huku mkeo amekuwa akipambana na Shetani mchana kutwa. Naye Shetani alimdanganya, naye akala. Na Adamu alipofika nyumbani, alimpa naye pia akala. Sasa je, ilikuwa hatia mwanamke kwamba Adamu alikula tunda hilo? Mungu hakumwambia Hawa asile, alimwambia Adamu asile. Iwapo Adamu angekaa nyumbani, huenda angemlinda Hawa. Sasa mnaona kwamba nafanya mzaha hapa kidogo, lakini pia kuna kiwango cha ukweli hapa. Yaani, nimechoka kusikia kisa chote hiki kwamba Hawa ndiye anayepaswa kulaumiwa kwa shida hiyo yote. Wanawake tumekuwa tukilaumiwa tangu siku hiyo. Kwa hivyo walipogundua kwamba wametenda dhambi, mara moja wakafahamu kuwa walikuwa uchi, kisha wakakimbia. Wakajificha kutoka kwa Mungu. Mungu alisema, "Mbona mnajificha? Ni nani aliyewaambia kwamba mko uchi? Je, mmekula tunda la mti niliowaambia msilile?" Adamu alisema, "Huyo mwanamke alinipa." Sasa fujo hii imekuwa ikiendelea tangu kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Huyo mwanamke alinipa, na hata alimlaumu Mungu, alisema, "Ni mwanamke uliyenipa." Huyo mwanamke uliyenipa ndiye aliyenipa tunda nikalila. Kwa hivyo Mungu akaenda kwa Hawa na akamwambia, "Nini hili ulilofanya?" Hawa akasema, "Nyoka alinidanganya nikala." Na kwa hivyo kuanzia mwanzo wa kitabu hicho, kila mtu humlaumu mwenzake. Siku hizi watu hutoroka wajibu wao. Wazazi siku hizi, kwa sababu ya kutotaka kukabiliana na mambo, hata wasaidia watoto wao kufanya maamuzi. Wanaona ni kazi ngumu sana.
Iwapo mzazi atamruhusu mwanawe kula peremende kupita kiasi kisha akawa mgonjwa, je, ni makosa ya mzazi au ya mtoto? Lakini leo, jinsi ulimwengu unavyokwenda, iwapo Johnny atakula peremende kwa wingi na awe mgonjwa, mamake ataishtaki kampuni iliyotengeneza peremende hizo ambazo zilikuwa tamu sana kwa Johnny, na anafidiwa dola milioni 1. Mambo yamekuwa ni upuzi mtupu, lakini wacha niwaelezee jambo. Sisi kama waumini wa Yesu Kristo na watu wanaowakilisha Mungu wa ulimwengu wote, sisi si watu wa kidunia. Tuko ndani ya dunia, lakini sisi sio watu wa kidunia, wala hatuwezi kuwa kama dunia, na tunapaswa kuwajibika. Sasa wacha niwaelezee mambo machache ya kusikitisha, lakini natumai yatakuwa funzo kwetu. Basi mamangu alijua kuwa babangu alikuwa akinidhulumu kingono kwa sababu nilimwambia nilipokuwa na umri wa miaka 9. Alimkabili, lakini baba akamdanganya, nikaishia kuingia kwenye matatizo kutoka kwake na nikawa katika upweke mkubwa. Nilipokuwa na umri wa miaka 14 alimshika akinidhulumu kingono chumbani. Mamangu aligeuka na kutoka, akarudi baada ya saa 2 na hakusema chochote. Sasa sielewi jinsi mtu anavyoweza kufanya hivyo, lakini ni kwa sababu alikuwa anamwogopa babangu. Ilikuwa hofu kwamba hangeweza kujimudu kimaisha iwapo babangu angemwacha. Na miaka 35 baada ya hayo yote kutokea, hatimaye siku moja aliniambia, naomba unisamehe kwa yale niliyomruhusu babako akufanyie. Sikuweza kukabiliana na kashfa hiyo. Sawa, sasa nataka kuonyesha yale yanayokufika unapotoroka. Sawa? Iwapo angemkabili na aweke imani yake kwa Mungu na aseme, sijui nitakachofanya, lakini nitamtoa mwanangu kutoka kwa hali hii. Mungu atanitunza, atanisaidia. Maisha yangu yangelikuwa tofauti. Maisha ya kakangu hayangechukua mkondo yaliyochukua, na maisha ya mamangu hayangechukua mkondo yaliyochukua. Na nafikiri huu ni ujumbe muhimu sana kwa mtu usiku wa leo, na kama si mtu aliye hapa ndani, basi ni mtu anayetazama kwenye runinga. Unapaswa kukabiliana na mambo, lakini bila hofu kabisa. Mamangu alikimbia na kujificha, akakimbia na kujificha, akakimbia na kujificha, na hatimaye kuhukumika kwake kukaathiri afya yake ya kiakili mpaka ikafikia mahali ambapo afya ya neva zake ilidhoofika kabisa. Alilazimika kutibiwa kwa kutukiswa kwa stima kwa miaka 2. Hakuwahi kamwe kuwa sawa baada ya hapo. Mtaalamu yeyote atakwambia kwamba chanzo cha 80% ya magonjwa ni kiwewe cha kiakili. Hadi nilipokabiliana na tatizo hilo maishani mwangu, nilikuwa na maumivu makali ya kichwa na homoni zangu zilikuwa zimevurugika. Nilikuwa na uchovu kila mara. Daima nilienda kwa daktari na jambo tofauti lililokuwa likinisumbua, na angenitazama na kuniambia ni kiwewe cha kiakili. Hapo nilihisi kumpiga. Huwezi kuyatoroka mambo na kujificha, kwa sababu yatakukabili kila wakati. Hebu niwaelezee jambo. Popote Mungu anapokuelekeza, yuko tayari kukupitisha hapo na kukupa ushindi. Amen. Huu ndio wakati. Ni wakati wa kuacha kukimbia. Jameni, hebu tumpe Mungu sifa usiku wa leo. Bwana, naomba kwa ajili ya kila mmoja aliye mahali hapa anayehitaji kulikabili jambo fulani maishani mwake. Naomba kwanza watambue kwamba huwezi kuwaongoza popote ambapo hutawatunza, na kwamba hata kama inaweza kuwa ngumu, mwishowe wataona thamani yake. Hawapaswi kuwa na haraka, wanapaswa kuomba na kusikia sauti yako, kisha wachukue hatua moja baada ya nyingine. Kwa hivyo naomba ushushe Roho wako kwa njia maalum, na upako wako maalum wa ujasiri pia ushuke kwa watu, ili wasitoroke tena chochote kinachowakabili maishani mwao. Ninakushukuru Bwana kwa kuwaweka huru. Katika jina la Yesu. Amen. Asante.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.